Karibu, mimi naitwa Karen Steve ambaye napatikana kwa simu namba 0621316026. Karibu kwenye channel ambayo ni mahususi kwa ajili ya simulizi. Maisha yana mambo mengi sana na maisha yana vurugu nyingi sana. Huenda ikawa kazi na kusumbua maisha, familia, lakini hapa ndo sehemu pekee ambapo unapata tulizo la akili na nafsi pia. Lakini pia unapata funzo kwa maana tunajifunza kupitia matukio ya watu wengine. Kuna vitu ambavyo unaweza ukahisi havipo, lakini ni vipo. Kwa kupitia simulizi utajua kuna hiki, kuna kile, na kama kikitokea, nini cha kufanya, nini cha kutokufanya ili usiingie kwenye mambo ambayo hayatakuwa salama kwako. Nisiwe mwingi wa story. Moja kwa moja nikuletee simulizi mpya kabisa ambayo mimi na wewe tunaenda kuianza rasmi siku ya leo. Najua unataka kufahamu ni simulizi gani. Ndio maana nakwambia hivi, sitaki kuwa mwenye maneno mengi. Simulizi yetu inakwenda kwa jina la Mali Safi ya Msela. Kwa nini na ni mali gani? Twende pamoja tukapate kuifahamu. Baada ya mama kufariki, baba aliamua kuoa mwanamke mwingine mwenye watoto 4, ambao 3 wa kike na 1 wa kiume. Mwanzoni walionyesha mapenzi kwangu, ila ilibadilika tu baada ya baba kufariki. Na hapo ndipo nikaanza kupitia mateso toka kwao, kasoro tu kwa kaka yangu wa kambo anaitwa Meshak. Lakini hali inakuja kwa tofauti baada ya kukutana na Putin. Huyu ni kijana muhuni sana, msela wa mtaa anayeendesha bajaji. Mwanzoni anaonyesha nia ya kutaka kuwa kwenye mahusiano na dada zangu wa kambo, ila wanaishia kukataa tu kwa sababu ni maskini. Lakini kwangu ilikuwa tofauti. Nilimkubali Putin na kuwa naye kwenye mahusiano bila kujua ni kijana wa tajiri. Tena tajiri huyo bosi ambaye alikuwa akitafuta mke kwa ajili ya kijana wake. Dada zangu walipogundua ukweli, wivu uliwakaba. Walifanya kila njia ili wampate Putin. Tena na mabaya zaidi, kaka yangu wa kambo Meshak alijikuta akianza kunipenda kimapenzi. Ndugu zangu wa kambo walishirikiana kunitenganisha na muhuni wangu Putin. Ilikuwaje? Na unadhani nilifanikiwa? Twende pamoja tukaanze kupata kufahamu simulizi yetu ilikuwaje. Ni miaka 12 imepita toka alipofariki mama yangu. Aliugua ghafla tu, tena ugonjwa wa ajabu ambao ulimpelekea kifo chake. Kiukweli niliumia mno kwa maana alikuwa mtu wangu wa karibu kushinda hata baba ambaye mara nyingi alikuwa safarini kikazi. Baada ya kumzika mama, baba hakuchukua muda mrefu, alioa mwanamke mwingine, mwanamke ambaye tayari alikuwa na watoto 4. Kati ya hao watoto 4, mmoja ni wa kiume anaitwa Meshak, na watoto waliobakia ni wa kike ambao ni Tamara, Lulu na Lydia. Mwanzoni sikuwa na shida kwa sababu mama yangu wa kambo pamoja na ndugu zangu wapya walinipenda sana. Tuliishi kwa amani japokuwa maisha yetu hayakuwa mazuri. Ghafla tu mambo yalibadilika, na hii ni baada ya baba kufariki akiwa safarini. Toka hapo maisha yalianza kuwa magumu kwangu. Ule upendo wote walionionyesha mama alibadilika na kuwa na chuki na kisirani. Ukija kwa ndugu zangu hapo napo ndivyo hivyo, kasoro tu kwa Meshak ambaye alikuwa karibu sana tena kushinda mtu yoyote. Ilibidi nivumilie mateso, japo kadri siku zilivyozidi kwenda hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Hawakuona kabisa umuhimu wangu kiasi kwamba wakawa wananitambulisha kwa watu kama mfanyakazi wa ndani. Kuona vile nikakaza moyo na kuendelea na maisha. Siku sio nyingi Meshak alianza kufanya biashara yake ya kuuza madafu. Kusema ukweli kipato chake hakikutosha kabisa kutulisha wote. Ilibidi na mimi nitafute kazi kwa ajili ya kumsapoti. Sikuweza kusoma. Kwa hiyo nilishia kufanya vibarua vya mtihani, yani mtaani tu. Sikuchagua kibarua kabisa kwa maana mpaka vyuo nilizibua, hadi kazi za ujenzi nilifanya. Cha ajabu Tamara, Lulu na Lydia hawakuwa wakifanya chochote kile. Kazi yao kubwa ilikuwa ni kujipodoa tu na kukaa ndani. Mbaya zaidi mama aliwadekeza sana. Aliwaita malaika kwa sababu ni wazuri kweli. Kiukweli ni wazuri, hasa rangi zao na shepu zao za namba 8. Basi bwana, siku moja nilikuwa nimetoka zangu kwenye kibarua cha kufua madafu. Nikatoka nikaunganisha kwenda kufua nguo. Nakumbuka nilifua kweli kweli mpaka nilihisi vidole vimekatika. Alafu matokeo yake yule mama kanipa 10,000. Aisee, nilijikuta nagombana naye vibaya mno.
ila hata haikusaidia chochote kwa maana hakuniongezea hela. Basi nilipofika nyumbani nikaenda jikoni moja kwa moja nilipohifadhi chakula changu. Kabla sijaondoka kwenda kwenye vibarua vyangu, huwa napika kabisa chakula cha mchana, kisha namtengea kila mtu cha kwake kwenye sahani. Changu huwa nakifichaga kabatini. Nilipoangalia sehemu nilipokificha nilikuta sahani nyeupe pe, walikula chote, hawakuniachia hata punje. Nilichukia kwa kweli, kwa sababu toka asubuhi sikuwa nimetia chochote tumboni. Nilitoka jioni, haraka tu. Nikaona basi, nikatoka zangu jikoni na kwenda sebuleni walipokuwa wamekaa. Nani amekula chakula changu? Niliuliza kwa hasira. Sisi tumekula, alisema mama kwa kujiamini kwa sababu alijua siwezi kumfanya kitu. Kwani ni jamani na wakati mimi sijala toka asubuhi? Kwa hiyo, kama hatukushiba je? Siku hizi unabania sana kipimo cha chakula, ndio maana hatushibi. Nabania kwa sababu hakuna chakula kingine kinachokuwa kimebaki. Tumekula bana. Mimi nitakula nini? Machozi yalianza kunilengalenga. Jiongeze, wewe si unafanya kazi, kanunue chakula ule kama vipi? Msubirie Meshack ili akija mle wote. Nilijisikia vibaya tena sana. Nilitoka pale sebuleni nikatoka nje kwa hasira na kwenda kukaa nyuma ya nyumba. Huko ndani wenzangu hata hawakujali, walinicheka na kunisema walipochoka waliendelea na stori zao zisizokuwa na maana. Kweli, jioni Meshack aliporudi nilimwomba nikale naye. Hakuwa mchoyo kabisa. Na sijui roho yake nzuri alirithi kutoka kwa nani, kwa maana ndugu zake hawakuwa kama yeye kabisa. Kula, mbona unanitegea? Chakula kidogo sana. Na sidhani kama tutashiba. Mimi nilikula mihogo mchana. Wewe ndio hujala kabisa toka asubuhi, kwa hiyo kula. Na wewe je? Tunu, si nimekwambia hapa nimekula mihogo mchana? Aya basi nakula. Nilinyanyua kijiko na kuanza kufakamia chakula, ila kiukweli ni kwamba Meshack hakuwa hata kala mihogo. Alinidanganya tu ili nisijisikie vibaya kula chakula chake. Basi siku iliyofuata kama kawaida niliamka asubuhi na kuanza kufanya kazi kama kawaida. Lazima nifue nguo za watu wote kule ndani, kuanzia mama, Tamara, Lulu pamoja na Lydia. Ni Meshack peke yake ndio alikuwa akijifulia nguo zake, na baada ya kufua nikapika chai na chakula cha mchana. Nilipomaliza hapo Meshack akawa ameshaamka. Aliniaga na kuondoka zake kwenye shughuli zake. Nikamalizia kufanya usafi na kufagia uwanja, ndipo na mimi nikaenda kujiandaa ili niende kwenye vibarua vyangu. Ile natoka tu nje nikamkuta mama amekaa kwenye kigoda. Sikujua kama aliamka saa ngapi. Shikamoo mama. Hakuna kitafunwa ndani. Sina hela mama. Kwa hiyo unategemea ndugu zako watakunywaje chai? Unataka wanywe chai kavu? Mbona mimi nimekunywa kavu? Alafu uzuri chakula cha mchana kipo tayari, kwa hiyo watakunywa na chai. Wewe, chai ni chai na chakula cha mchana ni chakula cha mchana. Nipe hela huko. Mama, sina hela. Usinitanie mimi. Alinyanyuka alipokuwa amekaa akanikamata kwa nguvu na kuanza kunisachi. Aliingiza mikono hadi kwenye sketi yangu na kutoa noti 2,000. Hii nini? Hela emergency mama. Sina nyingine zaidi ya hiyo. Niliongea kwa unyonge. Tunu, wewe una roho mbaya sana wewe. Yaani vibarua vidogo tu unajiona tajiri. Je, ungekuwa unafanya kazi serikalini? Si ungetusindikiza hapa na kutushindisha na njaa humu ndani siku nzima? Embu toka hapo, usiniangalie kwa huruma. Mimi sijakuzaa. Alinizodoa kwa kidole chake kisha akaingia ndani. Nilihuzunika mno. Nilijiweka sawa kisha nikaanza safari ya kuelekea kibaruani kwangu. Nikiwa njiani nilikutana na Remi. Huyu alikuwa ni mpenzi wa Lydia na penzi lao ndo kwanza lilikuwa jipya tena zito. Remi aliponiona akanisimamisha gari lake na kuniita. Tunu. Nilipoona ni yeye ambaye alikuwa akiniita, sikuona ajabu. Nilivuka barabara na kwenda upande wa pili kumsikiliza. Vipi Tunu? Asubuhi namna gani? Kuna mahali nimeitiwa kazi ndo naenda, alafu sio mara kwa mara kukuona unapita hapa. Na maanisha sio mara ya kwanza. Unapita sana vipi? Lydia na yeye ameshinda kazini. Kazini? Mbona afanye kazi? Niliongea bila kujua kuwa Lydia alikuwa amemdanganya Remi mambo mengi kweli, na swala yeye kufanya kazi ni mojawapo ya uongo ambao alikuwa ameudanganya. Afanye kazi? Kivipi? Mbona anasema anafanya kazi kwenye supermarket? Hakuna afanye kazi mbona. Ni mimi na kaka Meshack ndio tunaofanya kazi. Niliongea vile kwa nia nzuri na wala sikuwa hata
na wazo kama nenda kumharibia Lydia. Asante kwa taarifa. Aliingiza mkono mfukoni akatoa noti 10,000 na kunipatia. Ya nini Shem? Tumia kama nauli. Hapana, mimi sihitaji. Chukua tu Tunu, sina nia mbaya. Asante. Nilipokea nikaiweka mfukoni kisha nikaagana naye na kuendelea na safari yangu. Kumbe huku nyuma Remi akampigia simu Lydia asubuhi ile ile, akamwambia yale yote ambayo mimi nilimweleza, na mbaya zaidi Remi akavunja uhusiano yeye pamoja na Lydia. Basi Lydia akawa amekasirika hatari, akaanza kulia mpaka dada zake na mama wakamsikia. Wewe unalia nini? Waliingia chumbani kwake na kumuuliza, si huyo Tunu? Unajua kumwambia nini Remi? Binti mshenzi sana huyu, karibu mambo yangu yote. Unaongea nini sasa? Utuelezei, yani Tunu kafanya nini yani? Tamara aliuliza. Remi kanipigia hapa muda sio mrefu, kanaambia kaambiwa na Tunu kuwa sifanyi kabisa kazi. Remi amechukia hatari, amesema peni mwanamke ambaye ni mwongo, wanawake ambao wajishughulishi kuwa ameniacha. Lydia alizidi kulia. Nini? Hebu subiri kwanza. Remi huyu ambaye anakuongaga pesa ambazo tunanunua viwalo. Mama alikuwa kama kachanganyikiwa. Ndiyo mama. Msichana ana roho mbaya huyu, mwanaharamu mkubwa. Unajua nini malaika wangu? Subiri arudi, tutamkomesha. Mbona ataomba po? Ndiyo Lydia, hata usiwaze. Kichapo atakachokutana nacho tutakachompa leo, ataomba mpaka maji. Alidekia Lulu na wote wakawa wamepanga kunipiga. Upande wangu sikuwa najua chochote. Siku hiyo nilikuwa kwenye kibarua cha kufua nguo za watoto na zilikuwa nyingi mno, ila uzuri walinipa 20,000. Niliridhika, nikashukuru na kuondoka. Nilitembea haraka na kurudi nyumbani. Nilipofika nikawakuta wamekaa kibarazani wote wanne wananisubiria. Niliwasalimia ila hawakuniitikia, badala yake nilishangaa wananizunguka na kuniweka katikati. Chaumbea, mdomo wako hauna break wewe? Alisema mama. Mbona sielewi? Ni kweli nilikuwa sielewi chochote. Umemwambia nini Remi wewe? Kuwa sifanyi kazi? Nikaonekana muongo mpaka akaniacha. Lydia alizungumza kwa hasira na kabla hata sijamjibu akanivamia na kuanza kunipiga, na Tamara na Lulu wakamsaidia. Aise, walinipiga sana siku hiyo, sitaki hata kukumbuka na siwezi kusahau. Baada ya hapo mwili mzima ukaona niuma na nilikuwa nina ngeu mpaka usoni. Ukija kwenye mikono sasa ndo usiseme. Nahisi kati ya mama au Lulu kuna mmoja wapo alikuwa anatumia meno yake kuning'ata, maana sio poa. Basi maisha yaliporudi alinikuta nimeiva kwa kichapo. Moja kwa moja alijua ni akina nani walionifanya vile. Ningekuwepo kuna mtu ambaye angesubutu kukugusa. Ndio imeshatokea. Umeumia sana? Sio sana, ila mwili unauma. Sidhani kama nitaweza kwenda kwenye vibarua. Nitabaki nyumbani kujiuguza. Tunu hata sijui niseme nini, ila sielewi kwa nini mama anakufanyia uovu wa namna hii. Mbona hilo lipo wazi, kwa kuwa mimi sio mtoto wake, ila mwanzoni hakuwa hivyo. Tulikuwa tukiishi kwa amani kweli. Napo nilipokuwa babangu alikuwa yupo hai. Kwa sasa hakuna kitu ambacho kinamtishia. Usiseme hivyo. Sipendi unavyolia na kuwa na huzuni kila wakati. Ngoja kwanza nikupe habari nzuri. Habari gani hizo? Leo nimekutana na tajiri. Naposema tajiri namaanisha ni tajiri kweli kweli, na anapenda madafu mno. Kaniambia niwe nampelekea madafu 10 kila siku ya Alhamisi nyumbani kwake, na namba zangu za simu kachukua. Ndio hivyo, kwa hiyo siku ya Alhamisi itakuwa inakwenda vizuri sana na sitakuwa napata shida kuyauza kila wakati. Hongera kaka. Unajua ni mafanikio hayo? Kweli kabisa Tunu. Umeshamwambia mama? Hapana, sijamwambia bado na sitaki ajue. Hakuna shida. Tulipiga story 2-3 kisha kila mtu akaenda chumbani kwake kupumzika. Kutokana na ngeo nilizokuwa nazo, sikuweza kwenda kwenye vibarua vyangu kabisa. Nilishinda nyumbani nikijiuguza mpaka siku nitakapopoa. Sasa siku moja nilikuwa nimekaa kibarazani mchana nikipunga upepo, lilikuja gari moja hivi chakavu na kusimama mbele ya nyumba yetu. Alishuka kijana mmoja mtanashati akiwa na mbaba mmoja hivi wa makamo. Nilipoona nilijua tu walikuwa ni mtu na mwanae. Wale wageni walikuja kwa lengo la kuzungumza na mama. Kwa hiyo walitengeneza benchi pale nje
mama hakuweza kuwaingiza ndani. Na mimi sikuwa mbali, nilikaa karibu kabisa ili niweze kusikia ni kipi kilichokuwa kinazungumzwa pale. Naitwa Steve na huyu ni baba yangu mzee Robert. Walijitambulisha yule kijana. Na mimi naitwa Monica na hawa ni mabinti zangu, Tamara, Lulu na Lydia. Mama alitambulisha wote akaniacha mimi na hata sikujali. Vizuri, una watoto wazuri sana, alisifia mzee Robert. Ndiyo, ni malaika zangu. Mzee Robert, ni lipi lengo la ujio wako? Monica, ila ningependa kukuita mama Tamara. Kijana wangu ametokea kumpenda mmoja kati ya mabinti zako. Aliponieleza, mimi nikaona nije kutoa taarifa ikiwezekana tuanze taratibu za ndoa. Kwa hiyo kampenda binti yangu. Yupi huyo? Huyo hapo. Nampenda huyo, alisema Steve, na cha ajabu mama hakujibu kwanza. Alisimama na kusogea hadi alipokuwa wameegesha gari lao. Alimnyoshia mkono Tamara. Alitazama lile gari kwa makini kisha akaanza kulikagua. Kigari gani hiki tena? Plate number A. Wenzenu wapo E, nyie mpo A. Kigari kimekongoroka na namna hii, hakina hata bumper. Side mirror sasa zimepinda kama maisha yalivyo, alisema mama bila aibu na kuwafanya Steve na baba yake wajisikie vibaya. Baada ya kulikagua gari, mama alirudi kukaa, kisha alimtazama Steve na kuanzia juu mpaka chini. Bila shaka hata hilo shati umeazima. Alafu kijana mdogo kama wewe unanuka kikwapa kikali, kina harufu fulani hivi ya kibeberu. Kwa namna hiyo unadhani unaweza kumhudumia Tamara kweli? Kwanza umemwona alivyo? Hebu Tamara simama kwanza wakuone vizuri. Tamara kwa mada alisimama na kujitingisha nyama zake mbele ya Steve na baba yake. Umemwona sasa? Huyo ndo Tamara. Huendani kabisa na yeye. Kama unataka binti yangu utafuta kwanza pesa. Tena sio pesa za mawazo. Pesa za kumwagika kisha ndo uje hapa. Mama Tamara, unatudhalilisha sasa. Tumekuja kwa nia nzuri tu ya kuunganisha familia zetu na sio kututolea maneno ya shombo. Mzee Robert alikuwa kashachafukwa vibaya mno. Kwa msiambie ukweli. Tatizo lenu hamtaki kusikia ukweli maana unauma. Ila jua tu siku zote vitu vizuri huwa vina gharama. Lakini hata msijali, ninaye binti ambaye atamfaa kijana wako. Naye ni mnuka mkojo mwenzie. Mama alinigeukia kisha akaniambia, Tunu, njoo akuone. Kiukweli sikutaka kwenda kwa sababu alinidhalilisha vibaya mno, ila kama ningegoma ingekuwa ni balaa lingine. Nilisogea taratibu mpaka walipokuwa wamekaa, nikasimama pembeni huku nikitazama chini kwa aibu. Huyu sasa ndo mchafu mwenzenu. Anakufaa Steve. Kama utakubali kumchukua nipo tayari uondoke naye hata sasa hivi. Mama bila aibu alizungumza huku binti zake wakiwa wanacheka. Hakuna haja, hizi dharau zinatosha sasa. Mzee Robert alisimama kwa hasira huku Steve akimfuata nyuma na walielekea kwenye gari lao. Nendeni bana, nyie kajamba nani na kigari chenu cha miaka 90 ambacho kikipulizwa tu na upepo kinazima. Mama aliwarushia maneno mpaka pale walipoondoka kabisa maeneo ya nyumbani kwetu. Basi wakapongezana pale na mabinti zake kisha hao wakarudi zao ndani. Haikuwa mara ya kwanza kwa wao kuwafukuza vijana waliokuja pale kwa nia ya dhati ya kutaka kuwaoa kisa tu hawakuwa na hela. Kuna mmoja alimwagiwa maji ya ukoko kwa ugali, mwingine alimwagiwa maji ya mapovu ya nguo chafu, yaani ni basi tu ili kuwadhalilisha. Upande wangu niliumia sana kwa kile mama alichokifanya cha kuniita mchafu mbele ya wageni. Niliona wazi wazi kuwa alishanichoka na kama ingetokea nafasi ya mimi kuolewa, basi angeniozesha hata kwa kasi ya 5G. Basi ilipofika Alhamisi maisha yake alikwenda kwa yule baba ambaye alimuomba awe anampelekea madafu 10 nyumbani kwake. Alipofika huko alishangaa kuona bonge moja la jumba, sio nyumba tu, kulikuwa na magari ya kutosha kama vile showroom ya wafanyakazi ambao wa viwango vya juu. Nyumba ilikuwa na wafanyakazi si chini ya 15. Karibu. Alikaribishwa ndani na baskeli yake ya madafu. Asante. Alitabasamu akaingia ndani japo kwa uoga na aibu. Uko ndani alipewa kiti akakaa, kisha baada ya dakika 2 akatoka yule baba aliyemuita pale. Jina lake ni Engineer Simon. Ni mmoja kati ya mainjinia wakubwa wa serikali na wanaoaminika sana. Maisha yake alipoona alisimama haraka tu na kujiweka sawa. Mzee, shikamoo. Marahaba kijana. Naona umefika kwa wakati. Ndiyo mzee.
Basi fanya mpango bana, nipate madafu angalau moyo utulie. Hakuna shida mzee. Meshaki alisogelea baskeli yake kisha akaanza kumchongea madafu huku akipiga stori za mpira. Ni dakika chache tu Meshaki alizokuwa pale, ila tayari alishazoeana na mzee Simon. Utazani walijuana kwa muda mrefu. Ili tamu sana. Madafu yako on point. Haya sasa, wachonge wafanyakazi wangu wapate kuenjoy. Sawa mzee. Meshaki aliendelea kuwachongia wafanyakazi wake wote. Kwa baada ya madafu 10 kama alivyoambiwa, wakajikuta wanachonga madafu 20 na yote yakaisha. Mwishoni mzee Simon akamlipa hela yake, na sio hicho tu, alimpa na mapochopocho ya kila aina kwa sababu alidai siku hiyo walikuwa wakisafisha friji lao. Meshaki alifurahi mno, alibeba vifurushi alivyopewa na kurudi navyo nyumbani. Nilipomwona karudi mapema, nilimshangaa, nilimfuata na kumpokea. Kaka, umerudi mapema kweli? Ndio, nimeuza kila kitu kwa ule tajiri, na akanipa na mapochopocho juu. Kuna kuku, samaki, sausage pamoja na nyama za mbuzi uko kwenye mfuko. Kweli? Nilichungulia na kukuta vitu vyote alivyotaja vilikuwa mule ndani. Na furaha sana Tunu. Nimeuza madafu 20 na mzigo wangu wote umeisha. Kesho inabidi nikafuate mwingine. Nilifurahi mno kusikia vile tulijikuta tunashangilia hadi mama aliyekuwa ndani akatoka nje na kutuvurugia furaha yetu. Nini kinachoshangilisha hapo? Alisogea akakwapua ile mifuko na kuanza kukagua. Ni vile siku yangu imeenda vizuri, alijibu Meshaki kwa kitabasamu. Na itakuwa imeenda vizuri sana. Mpaka umenunua nyama? Meshaki, hela umetoa wapi? Usikute umeiba uko uniletea matatizo mimi. Ina maana humwamini mwanao kiasi hicho? Ikabidi Meshaki aanze kumuelezea mama kila kitu, kuanzia alipokutana na mzee Simon mpaka alivyokwenda nyumbani kwake. Kumbe, mbona kuniambia mapema? Hizi nyama nitapika mwenyewe. Leo tunakula ugali na nyama ya kuku. Mama aliposema vile nikajua kabisa sitambulia kipande chochote cha nyama ikiwa yeye atapika. Ila tofauti nilivyotegemea, akanipa kipande cha shingo. Sikulalamika kwa sababu ilikuwa afadhali kuliko angeninyima kabisa. Nyama zilizokuwa zimebaki alikula zote na binti zake, hata aliyezileta hakuzifaidi vya kutosha. Basi kila siku Alhamisi Meshaki akawa anakwenda kwenye jumba la ule mzee, na walifika huku walikuwa wakipiga stori nyingi. Na mzee Simon alimpa hela nzuri. Sasa siku moja Meshaki akiwa anamchongea madafu mzee Simon akaanza kumhadithia habari za kijana wake. Hivyo najua nina kijana wangu bana, yupo Canada sasa hivi. Hongera mzee. Sina mtoto mwingine zaidi yake, ila ananiumiza kichwa sana. Kwa nini mzee? Hataki kurudi nyumbani kabisa. Toka amalize chuo amekuwa akifanya kazi huko, hata nyumbani kapasahau. Ongea naye vizuri. Wewe ni baba yake, lazima atakubali kurudi. Nimeshaongea naye, hata mke wangu ameongea naye mara nyingi tu, ila mgumu kuelewa. Nataka siku akirudi nimtafutie mke au mwanamke wa huku atulie. Labda pengine hiyo ndio itakuwa sababu hataki kurudi. Sijamueleza mpango wangu wa kumuozesha mwanamke wa huku. Nataka siku ambayo atarudi ndipo nimuelezee. Ni mtoto wako, sidhani kama ukimueleza atakataa, kwa sababu unalojaribu kumfanyia ni jambo zuri. Unajua Meshaki, una busara sana. Ndio maana naipenda kampani yako. Hata nenda ndani ukapakie vyakula, kwa maana tayari mama ameshatenga chakula mezani, pia inabidi ule. Meshaki alishindwa kukataa, aliongozana na mzee Simon wakaingia ndani kupata chakula. Kitu alichokigundua ni kwamba ile familia ilikuwa na upendo sana, kiasi kwamba hawakuwa wakiwadharau watu wenye kipato cha chini kama yeye. Ule ushauri ambao Meshaki alimpa mzee Simon aliufuata. Jioni mzee Simon alimpigia kijana wake kwa njia ya WhatsApp na kuzungumza naye. Umegoma kabisa kurudi nyumbani? Baba, kwani kuna ulazima wa kurudi sasa hivi? Sauti nzito ya kiume ilisikika upande wa pili. Ndiyo, tangu uende kusoma huko hujawahi kurudi kabisa, hata kipindi cha likizo. Unajua ni kiasi gani mama yako amekuwa akiteseka kwa sababu yako? Najua, ila kwa mambo yangu nataka niweke sawa, alafu ndo nitakuja. Lini sasa? Kwa maana nataka kuanza harakati za kutanisha na mke wa huko. Ndio maana unang'ang'ania sana nirudi? Hakuna shida mzee. Wewe nitafutie mke mzuri wa kuoa. Mzee Simon aliposikia vile hakuamini alichokisikia. Alidhani pengine akimwambia mwanae angeweza kumpinga kama walivyo vijana wengine. Umekubali mimi nikutafutie mke? Ndiyo baba, ila nataka mke mzuri mwenye upendo na adabu.
Hicho tu, wala hata sitaki mambo mengine. Da, Godfrey kijana wangu. Hakuna siku umenifurahisha kama leo. Na kuhusu mke, usijali. Nitahakikisha unapata binti mzuri wa kufaa. Thanks dad. Haya, acha nikuache upumzike uwe na siku njema. Sawa baba. Simu ilikatwa kisha baada ya pale mzee Simon akaenda kumueleza mke wake zile habari nzuri. Kwa kakubali kurudi jamani. Na pia kakubali tumtafutie mke mzuri. Kweli? Sasa utamtapata wapi binti anayemfahamu mtoto wetu? Mbona hapo ni mtihani kwa maana hakuna binti yoyote anayemfahamu au ambaye mimi namjua atamfaa Godfrey. Ili jambo yani halihitaji haraka sana. Tutapata tu mabinti wazuri au unaonaje kuhusu hilo? Sawa mume wangu, tusitumie nguvu kubwa tuje tukaharibu maisha ya mtoto wetu kwa kutafuta mwanamke wa ajabu. Ni kweli na amesema anataka mwenye upendo na adabu. Kwa miaka sasa ni ngumu kuwapata mabinti wa namna hiyo, kwa maana wengi wao wameweka mbele maslahi yao ya pesa. Na hapo ndipo ninazidi kupata stress. Sitaki binti ambaye atampendea pesa mwanangu. Unaongea utadhani umesahau jinsi gani kijana wako alivyo handsome. Kweli kabisa. Tuna wakati mgumu sana kuchagua. Ni kweli la tutafanikiwa tu. Mzee Simon alikuwa na shauku sana na kumwambia Meshack zile habari. Akaona kama siku ya Alhamisi itachelewa kufika. Na hata ilipofika, aliona kama Meshack alichelewa kufika. Hivyo akatoka mpaka nje ya geti lake na kumsubiri. Meshack alipowasili alishangaa kumwona tajiri yake akiwa nje ya geti. Sio kawaida yake. Akapata mashaka labda kuna kitu kibaya alikifanya ndio ikawa sababu ya yeye kusubiriwa kwa hamu namna ile. Bora umekuja, njoo nikupashe habari. Kuna nini? Ni kuhusu Godfrey. Godfrey ndo nani? Meshack alishangaa alitajwa jina la mtu ambaye hakuwa akimfahamu. Kijana wangu jina lake ni Godfrey. Amekubali kurudi nyumbani. Kubwa zaidi amekubali nimtafutie mke. Kweli? Hongera mzee wangu. Kijana wako ni mtifu kuliko nilivyotarajia. Hata mimi mwenyewe sikutarajia. Nahisi Canada imempa busara na utifu zaidi. Ila shida ni kwamba hatujui jinsi ya kumpata binti mzuri kwa ajili ya Godfrey. Na marafiki wengi wenye mabinti wazuri. Ila na uhakika hamtokosa atakayemfaa. Sisi tunataka binti wa tofauti. Binti ambaye ana adabu na anajua nini maana ya ndoa. Hawa mabinti waliolelewa na kukulia kwenye maisha mazuri ni ngumu sana kudumu kwenye ndoa. Nahisi umeelewa ninachomaanisha hapo. Ndiyo mzee, nakuelewa vizuri. Ila na imani mambo yataenda vizuri tu. Haya, nichongee madafu ninywe mimi. Leo nina furaha mno. Meshack bila kuchelewa alianza kazi yake dakika 10 sio nyingi. Akahamisha amaliza madafu yake aliyokuwa nayo. Kisha baada ya hapo mzee Simon akampa hela yake na akampa mpochopocho mengine. Tena muda huu alimpa mpochopocho mengi kushinda mara ya kwanza sababu tu alikuwa na furaha. Meshack ukataa, alibeba kila kitu na kuja navyo nyumbani. Kwa maana kawaida nilipomwona nikampokea huko nikiwa na tabasamu. Na leo amekutunuku tena? Ndiyo, alikuwa na furaha sana leo. Imekuwaje kwani? Yaani si unakumbuka nilikwambia kuhusu kijana wake? Ndiyo, liniambia wiki iliyopita. Basi kijana wake amekubali kurudi nyumbani na amekubali kutafutiwa mke na baba yake. Ni vijana wachache sana wanaokubali hilo swala. Hata mimi sikutegemea kabisa. Yaani kutafutiwa mke sio jambo rahisi hata kidogo. Kwa hiyo ameshampata mke mwenyewe ama bado? Bado ndio anaumiza kichwa kumpata binti mzuri. Unajua Tunu, ilibaki kidogo tu nimwambie mzee Simon kuhusu wewe. Kwa nini sasa? Unafaa kuolewa pale. Una adabu na upendo. Pia kubwa kuliko ni mrembo. Ingependeza zaidi kama ungeishi maisha mazuri kwa ya kule. Na ukatoka kwenye maisha ya shida unayoishi hapa. Hapana, hata sihitaji kuolewa huko. Ila asante kwa kunifikiria. Sasa kwa nini unakataa? Yaani nikiongea na mzee Simon hawezi kukataa tena ndoa ya kwamba wewe na kijana wake itafungwa haraka iwezekanavyo. Kaka Meshack, mimi sitaki kuolewa. Sitaki kabisa. Nataka pindi nitakapokubali kuolewa iwe imetoka moyoni, sio vinginevyo. Mwanaume nitakayemchagua mimi atakuwa kafanikiwa kusitisha kutingisha kuta zote za moyo wangu. Umeongea point Tunu. Nilitabasamu kusikia Meshack amekubaliana na mawazo yangu. Kumbe wakati tunazungumza yale maongezi, Lydia alikuwa kasimama pembeni, alikuwa anatusikiliza tu. Zile habari alizibeba kama zilivyo, kwa na kumwelezea mama yake na dada zake waliokuwa wamekaa chumbani. Mama,
nimesikia habari nzito kutoka nje. Habari gani bana na wewe? Watu tumejichokea zetu hapa. Huko nje kaka Meshak alikuwa anamwambia Tunu kuhusu habari za tajiri yake, kwamba eti anatafuta mke kwa ajili ya kijana wake. Cha ajabu kaka Meshak anataka Tunu ndo aolewe na mtoto wa tajiri. Inaingia akilini kweli? Waliposikia vile wakawa kama umepigwa na shoti. Ni wazi hawakupenda kile alichokisikia, hasa mama ambaye alikuja na kukunja sura. Una uhakika na ulichokisikia Lydia? Ndiyo mama, nimesikia kwa masikio yangu mawili. Kaka Meshak anamwambia hivyo Tunu. Tunu akajibuje? Amekataa, na bora amekataa. Au nadhani ningeruhusu aolewe kwenye familia ya kitajiri, ilhali hapa nyumbani na mabinti wangu walimbwende. Niwaambie tu mabinti zangu, hii nafasi ni yenu. Hatujakuelewa mama. Tamara, sikiliza, nataka wewe kijana wa bosi wake na Meshak awe mmoja kati yenu, na tukifanikiwa tu maisha yetu yanakwenda kuwa mazuri zaidi. Au nyie hamtaki hivyo? Mnataka Tunu ndo akaenjoy utajiri? Na kumbukeni, Tunu akifanikiwa tu basi hatutaishi kwa amani huku ndani. Hatutaki hivyo mama. Sasa basi fanyeni juu chini ili mfanikiwe. Sasa utafanikiwaje Lydia? Mbona ni rahisi tu. Hebu sogeni karibu hapa niongate sikio. Wote walisimama wakamsogelea mama yao na kusikiliza kwa makini kile alichokuwa anawaambia. Mpango mama ulikuwa mzuri, kwani walianza kucheka na kugonga baada ya kumaliza kung'atwa sikio. Mama, kweli wewe ni balaa. Leo nimeamini kweli, Lydia alisema kwa akiwa anacheka. Mama yetu Sterling sasa, na usijali mama, tutahakikisha hilo linatimia. Tamara alitia msisitizo, kisha wote wakaendelea kucheka. Basi ilifika siku nyingine ya Alhamis. Mimi mapema nilienda kwenye vibarua vyangu, nikamwacha Meshak anayafua madafu yake vizuri tu kwenye baskeli ili awahi nyumbani kwa mzee Simon. Kabla hajaondoka alishangaa kuona dada zake na wao wakiwa wamejiandaa, tena wamerembeka na kuvaa nguo za heshima juu. Kwani kuna mtoko ambao mimi sina taarifa nao? Hakuna sehemu hata ya maana tunayoenda. Tunaona tukusindikize kwa tajiri yako leo, angalau na sisi tupate elimu kidogo ya namna gani unavyouza madafu, alijibu Tamara kwa akiwa na tabasamu. Meshak aliwashangaa kwa sababu hawakuwahi kufanya vile kabla, na mbaya zaidi hakuwahi kuipenda biashara yake. Kwa nini ghafla watake elimu? Alijua kuna jambo sio bure. Ila siwezi kwenda na nyinyi. Kwa nini kaka? Lile ni eneo langu la kazi. Siwezi kwenda na ndugu zangu, tena ukizingatia ni nyumba ya watu. Sisi tunataka kwenda, alafu mbona kama unatubania? Kwani ni vibaya kwenda kumsalimia tajiri yako na kumshukuru kwa mambo mazuri ambayo anatufanyia sisi? Tamara, haya basi twendeni wote. Meshak hakutaka mambo mengi, aligeuza baskeli yake na kuikokota kuelekea nyumbani kwa mzee Simon, huku dada zake wakimfuata nyuma. Walipokuwa wamefika, macho yakaanza kuwatoka akina Tamara. Lile lilikuwa ni jumba kubwa la kitajiri na magari ya kutosha hapo nje. Wakajawa na tamaa zaidi ya kuishi maisha ya kifahari ya mle ndani. Muda huu mzee Simon alikuwa amekaa na mkewe kibarazani wakisoma gazeti la asubuhi. Mara geti lilifunguliwa, akaingia Meshak akiwa kaambatana na mabinti watatu. Wale ni wakina nani? Subiri, pengine Meshak anatupa jibu la maswali yetu. Na kweli wakamsubiri Meshak, kwani aliwafuata hadi pale walipokuwa wamekaa. Samahani sana kama mtakuwa mmependezwa na hili, ila dada zangu wameona ni heri waambatane na mimi siku ya leo. Meshak aliongea kwa mashaka. Meshak, kama una dada wazuri namna hii, hata ukuwahi kuniambia. Alisifia mzee Simon huku mkewe akimsapoti. Ni wazuri kweli kweli na nguo zao za heshima. Ndio dada zangu ni warembo. Huyo kwanza ni Tamara, wa pili ni Lulu, wa tatu ni Lydia. Mpaka pale mzee Simon na mkewe wakawa wameshatokea kuwapenda Tamara, Lulu pamoja na Lydia. Wakatamani sana kama mtoto wao Godfrey angeoa mmoja kati ya wao. Baada ya kupata madafu, mzee Simon akamuita Meshak pembeni. Meshak, madafu ya leo yamekuwa matamu sana. Kweli mzee? Nimechagua madafu mazuri kwa ajili yako. Unajua kwa nini madafu yanazidi kuwa matamu? Ni kwa sababu ya ujua dada zako. Mzee, ni vile tu walisisitiza sana na mimi sikuweza kuwakatalia. Hilo halina shida. Halina shida kabisa, maana umetatua fumbo ambalo tulikuwa tunajaribu kulitatua kwa haraka. Fumbo gani mzee? Fumbo la mke wa Godfrey. Natamani kama kijana wangu angeoa mmoja kati ya dada zako. Meshak alishtuka nusu ya kuzimia. Hakutarajia kama lile lingetokea, na pale pale
akajua ni kwa nini dada zake waling'ang'ania kuongozana naye siku hiyo. Mbona mapema hivyo? Hata hamjazijua tabia zao mzee. Meshak, kama wewe una busara na adabu kiasi hiki, ni wazi hata dada zako wako hivyo hivyo. Mzee, alafu sisi na nyinyi ni matabaka mawili tofauti. Si ni maskini wa kutupwa ambao tunategemea hila ya madafu na vibarua ili tupate kuishi. Unadhani sisi tunajali matabaka? Tungekuwa tunajali matabaka, basi huku ndani usingeweza kuingia hata kwa bahati mbaya, wala usingeweza kuchukuliwa kama mwanafamilia. Maisha kwetu sisi upendo ni kitu cha kwanza. Ndio maana tumeweza kuishi na wafanyakazi wetu kwa kipindi kirefu. Mpaka hapo nadhani umepata jibu la swali lako. Ndiyo mzee. Haya, na mimi nipe jibu langu. Je, utakubali dada zako waolewe kwenye familia yangu? Ndiyo mzee. Meshak alikubali, ila moyoni alitamani sana kama mimi ningeipata ile nafasi pale, ila sasa alishindwa kumwambia mzee Simon habari zangu kwa sababu nilikataa kuolewa pale. Kikubwa nilikataa kuombewa ndoa. Vizuri, hiyo ni habari nzuri. Nitamtumia Godfrey picha za dada zako. Atachagua ni yupi aliyempenda zaidi. Alafu atakaporejea tuanze taratibu za ndoa. Au unaonaje kuhusu hilo? Hakuna shida mzee. Meshak hakuchangamka kabisa. Alikuwa mwenye huzuni kwa zile taarifa. Baada ya kumalizana na mzee Simon, aliwachukua dada zake kwa ajili ya kurudi nyumbani. Wakiwa njiani, aliwageukia na kuwaambia, najua mlisikia maongezi yangu na Tunu Alhamisi iliyopita. Maongezi gani? Kwamba mtoto wa tajiri yangu anatafutiwa mke. Mliposikia vile mkaingiwa na tamaa, mkaona mje na mimi ili kusudi muonekane ni tajiri. Ndiyo, wewe uone kama mpango wetu umefanikiwa. Tajiri na mkeo wametupenda na wanataka mmoja baina yetu aolewe pale. Alafu kaka, wewe si una roho ya aina gani? Kwani uliona Tunu ndio anafaa kuolewa hapa na sio sisi ndugu zako wa damu? Unamchagua mtu baki kabisa. Lydia aliongea kwa uchungu baada ya Lulu kuanza. Kwa sababu nyie focus yenu ni pesa tu na sio kingine. Hamna adabu wala busara. Mnakesha nyumbani mkijipamba na kutafuta wanaume wenye pesa. Hamjui kabisa kitu kinachoitwa nidhamu. Mngekuwa mnajua hicho kitu, basi mngekuwa kama Tunu. We bana we, hebu tupishe sisi. Hiyo busara na upendo vimemfikisha wapi hiyo Tunu? Si yupo huko anafua nguo za watu zenye mavi ili tu si tupate kula. Tena unabidi uwe na shukrani kabisa, kwa maana kwa siku zijazo si ndio tutakuwa tunaihudumia hii familia na sio wewe na madafi yako ama Tunu na vibarua vyake. Umenisoma hapo? Twendeni. Tamara aliwashika wenzake mkono kisha wakaondoka na kumwacha Meshak akiwa anawasindikiza kwa macho. Upande wangu, baada ya siku ndefu kwenye vibarua vyangu, nikawa nimerudi nyumbani usiku. Nikakuta wana furaha kupita maelezo, yani hadi walikuwa wamefungulia na mziki. Sikutaka hata kuuliza chochote, niliwapita na kwenda kuzungumza na Meshak, na ndio aliponieleza kile ambacho kilikuwa kimetokea. Huwezi jua kaka, labda hii ni bahati yao. Nilimwambia hivyo, lakini nilitaka iwe bahati yako. Uolewe kwenye familia nzuri ili upate kuishi kama malkia. Ama wewe Tunu utamani maisha hayo? Natamani sana, ila mimi sipendi kuombewa ndoa. Nishakwambia kuhusu hilo. Nataka mwanaume wangu awe amenipenda kutoka rohoni. Alafu pili, nijue kabisa. Na unajua, mama yangu asingeweza kukubali niolewe pale. Wewe uone waliposikia tu mazungumzo wakaamua kujipeleka wao ili waonekane. Umezungumza kweli Tunu. Kwa hiyo hata usijali kakaangu, uache waolewe wakati wangu mzuri unafika, na mimi nitaolewa. Tena najua hakuna atakayeingilia hilo swala langu la kuolewa mpaka raya ni Tunu. Huwa sichokagi kuongea na wewe. Natamani dada zangu wangeiga vitu vyote kutoka kwako. Au labda umesahau Mungu akupe vyote? Ni kweli, uzuri wote ule na kichwani hakuna kitu. Aliposema vile nikajikuta nacheka vibaya mno, hadi nikasahau purukushani zangu za siku nzima. Huku kwa mzee Simon na mkewe alikwisha kuzituma picha za akina Tamara kwa Godfrey, na Godfrey alipoziona picha zao alimpiga babake haraka iwezekanavyo. Nilijua tu ukiziona picha utapagawa. Ni wazuri mno baba. Mungu kweli kajua kuwaumba. Umewatolea wapi hao? Unamkumbuka Meshak? Meshak, muuza madafu? Huyo. Sasa hawa mabinti dada zake. Basi Mungu kawabariki kwa uzuri. Sasa hapa napata wakati mgumu wa kuchagua yupi. Chagua yoyote kijana wangu. Ukirudi tu mwezi ujao tuanze taratibu za ndoa. Ingekuwa vizuri zaidi kama ningezijua tabia zao.
Niamini mimi baba yako. Tumewaona leo, ila kwa dakika chache tuliokuwa nao tumegundua kuwa ni mabinti wenye adabu sana. Huwezi amini, hadi wamemsaidia mama yako kupika. Kweli kabisa mwanangu, nimewapenda, alisema mama mtu. Okay basi, nitachagua ila sitawaambia ni yupi nilimchagua. Pindi nitakaporudi ndipo nitaweka chaguo langu hadharani. Ila kwa sasa mnivumilie na muendelee kusubiri. Hakuna shida mwanangu, take your time. Sawa baba, acha niende, tutazungumza kesho. Msalimie pia mama hapo pembeni. Sawa kijana wangu. Simu ilikatwa na mazungumzo yao yakawa yameishia hapo. Unadhani Godfrey atamchagua nani? Mimi sijui. Kwa kupata mwendelezo tukutane kwenye sehemu inayofuata ya simulizi yetu. Kumbuka, msimulizi wako naitwa Karen Steve, anapatikana kwa simu namba 0621 316026. Bye.